Huduma ya usafiri katika barabara ya Morogoro eneo la Jangwani imelazimika kufungwa baada ya maji kujaa kupita juu ya daraja, huku pia barabara zikiwa hazionekani kutokana na maji kupita kwa wingi katika eneo hilo. Uchunguzi wa Channel 10 katika eneo hilo umebaini kuwa maji hayo yamechangiwa na kujaa kwa mto Msimbazi, huku pia taarifa zilizopatikana zikieleza kuwa mkondo wa maji kuelekea baharini nao umefurika na hivyo kuongeza kiwango cha maji katika bonde la mto Msimbazi. Akizungumza na Channel 10, mbunge wa Ilala Musa Azan Zungu amesema kuanzia usiku uliopita mpaka sasa takribani wakazi 14,000 katika kata ya Jangwani iliyohusisha pia eneo la Kariakoo wamelazimika kuhamishwa kutoka kwenye makazi yao na kupelekwa katika majengo ya shule na misikiti ili kupata hifadhi. Kwanza tumezunguka toka jana mpaka sasa hivi kuzama athari ya kama kuna mtu yote ameumia au mtu yote ameathirika. Hivi tuna taarifa kupata athari mafuriko haya. Cha kwanza tulichofanya kuwaondoa watu, kwa tahadhari, watu wengi wameshatoka katika nyumba zao. Cha pili ni kuwahifadhi, baada ya kuwahifadhi kuwatafutia misaada ya kibinadamu ili kuweza kujikimu mpaka pale nyumba zao zitapokuwa ziko salama. Lakini vile vile lingine, mvua hizi bado zipo. Hizi mvua bado zipo na madhara mvua hizi kwa wananchi bado ipo. Tahadhari kubwa ichukuliwe, na hasa sasa hivi maji mengi yamejaa kwenye mto Msimbazi, yameanza kufurika na kuingia kwenye maeneo ambayo zamani yalikuwa hayaingii. Na kwa vile bahari imejaa, maji haya yatarudi katika nyumba za watu. Kwa tahadhari kubwa sana ambayo tunachukua sasa hivi ni kuhamisha watu ili wanusurike, na baadaye tuombe mvua hii ipungue, tuzame namna gani ya kurudisha kwenye makazi yao. Mimi niko hapa, nilikuwa naelekea ofisini, lakini sasa kulingana na hali yenyewe hamna njia, yani maji yamejaa kila sehemu. Tatizo nini? Tatizo miundombinu ya kwetu yani ni mbovu sana. Serikali yetu inabidi ifanye kazi. Yani njia za pembeni hizi ambazo ni service road wangeweza kuweka lami, magari mengine yangekuwa yanaweza yakapita. Alafu na sewage system zikawa zimetengenezwa katika hali iliyo nzuri. Uzembe wa eneo hilo wajenzi wenyewe. Hii sehemu ilikuwa juu zaidi kuliko chini. Sasa kama hizi ni uzembe huu wa serikali. Sasa mimi natoka Mbagala nimefikia hapa, tunashindwa. Naelekea Changanyikeni kazini. Sasa mtihani huu.